Habari za wakati huu tena, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Katika kipindi hiki cha kutafakari neno la Mungu, ni kukaribisha ufuatane nami katika hotuba hii ya msingi sana katika maisha yetu ya kiroho kama wasafiri katika dunia hii inayopita. Ninayozungumza nawe wakati huu naitwa mchungaji David Mpanduji. Naomba ufuatane nami katika neno hili au hotuba ya mchana wa leo, ambayo itatusaidia pamoja kuyatafakari maneno ya Mungu na kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 14 hadi mstari wa 22, hapo ndipo tutahitaji kutafakari katika saa hii nzuri ya mahubiri au saa nzuri ya kujifunza habari ya neno la Mungu. Tusome, baadaye tutaomba uwepo wa Mungu tuongoze katika kutafakari maneno haya. Kitabu hicho cha Ufunuo sura ile ya 3 aya ile ya 14 hadi aya ya 22, Biblia inasema, tasoma kwa msaada wa Bwana. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoka katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, naye hujui ya kuwa wewe u mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote wanipendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitamridhia kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Tuombe. Baba mwema na Mungu wetu mwaminifu, karibu tuongoze katika tafakari ya neno hili ambalo ni neno la uzima. Wewe ambaye ndiyo neno, tunaomba ujifunue wewe mwenyewe kwa mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Unisaidie na mimi nayewasilisha ujumbe huu, ili baadaye wote tukabarikiwe na kuandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako itutoshe wote, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kitabu hiki cha Ufunuo ndicho kitabu ambacho ni cha mwisho katika Biblia hii takatifu yenye vitabu 66. Na ndiyo kitabu cha mwisho ambacho Yohana wa Ufunuo anaandika, na kinafunga historia ya vitabu vyote hivi 66 katika Biblia. Ujumbe ambao ninahitaji kuzungumza nawe mchana wa leo au katika muda huu umetoka katika kitabu hiki cha Ufunuo katika sura ile ya 3. Kwa wasomaji wengi wa maandiko, kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 2 mpaka sura ya 3 ni ujumbe ambao Yohana alipewa na Mungu katika kisima kile cha Patmo. Akafunuliwa kuandika ujumbe kupeleka kwa makanisa 7. Na haya yanatuleta vizuri sana sisi kama Wakristo kutafakari, kwa sababu ujumbe wetu sasa katika saa hii ya mwisho uko katika tafasiri za ujumbe uliopelekwa na Yohana katika makanisa haya 7. Kuanzia kanisa la Efeso na makanisa mengine hapo Pergamo, Smyrna, kuna Thyatira, kuna Sardi, kuna Philadelphia, lakini mwisho kuna Laodikia. Sasa ninahitaji kuzungumza kwa ufupi katika hasa ujumbe kwa kanisa la Laodikia.
Kanisa la Laodikia ndiyo kanisa ambalo linafunga historia katika zile jumbe za makanisa 7 katika mfululizo wa ujumbe Yohana aliyopewa na Mungu kupeleka kwa kila kanisa. Na hivyo Laodikia ni ujumbe ambao unakuja kwa Yohana ukitangaza hukumu ya watu. Na kipindi cha hukumu katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 hadi wa 7, ujumbe unaoanza ni ujumbe unaotangaza hukumu ya watu, ya kwamba nikamwona malaika akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele. Tena anasema ile injili ya milele iwafikie wanadamu wote na kuwatayarisha katika ujio wa Yesu Kristo, maana saa ya hukumu imekwisha kufika. Kwa hiyo mwaka 1844 katika uhalisia wa ujumbe huu ndio ujumbe unafika kwa kanisa la Laodikia ukiwa unatangaza hukumu ya watu. Kwa hiyo kujifunza habari ya Laodikia inatuandaa sana sisi ambao si kanisa la Laodikia lakini kanisa la masalio, maana ndiyo kanisa pia la mwisho ambalo limepewa ujumbe na Mungu kupeleka hukumu hii kuitangaza, lakini si katika kuwatangazia walimwengu tu, bali wale tayari waliomo ndani ya kanisa inawatayarisha kusimama vizuri katika ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo ulio karibu sana. Kwa ujumbe wa Laodikia unatuandaa vizuri sana sisi kama kanisa la masalio, the remnant church of God. Tusimameje? Tufanyeje na hukumu hii na kujaji? Kwa ujumbe huu anapewa Yohana, anaopeleka katika mji wa Laodikia. Na mji wa Laodikia huu uko katika nchi ya Uturuki kwa zamani zile, na una historia ndefu ambayo nisingependa kuenda sana katika historia, lakini nirejee tu katika ujumbe ambao hasa ulikuwa umelengwa katika mji wa Laodikia. Mji wa Laodikia umeelezwa kwamba huyu aliyepeleka ujumbe au ujumbe uliofika katika mji wa Laodikia, Yohana anafikisha ujumbe anaopewa ya kwamba yeye huyu ni amini, shahidi mwaminifu na wa kweli tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Ujumbe huu Yohana anaoupeleka kwa watu wa Laodikia unafika katika hali ya ukweli unaoshuhudia katika aina 3 za huyu anayepeleka ujumbe. Kwanza ni amina, lakini shahidi mwaminifu, lakini ni wa kweli. Nilikuwa nikifuatilia ujumbe huu katika makanisa mengine, lakini ujumbe katika Laodikia una ladha tofauti kidogo. Amina maana yake ndiyo neno amina mara nyingi tunalitumia katika mara nyingi tunapokuwa hata tukiomba, maana yake iwe hivyo, linafunga historia. Iwe hivyo, mtu anapoomba na imaishia amina, iwe hivyo. Kwa hiyo yeye anasema ndiye amini tangu mwanzo wa kuumbwa kwa ulimwengu. Yeye ndiyo Alfa na Omega. Kwa hiyo ujumbe anaufikisha unaofunga historia kwamba Walaodikia waupokea ujumbe, maana ndio unaofunga historia yao katika ulimwengu huu. Na ndio maana sisi katika kanisa la masalio tuna ujumbe wa mwisho ambao Mungu ametupa. Zaidi ya hapo hatutakuwa tena na ujumbe mwingine, maana hukumu tunaopasa kuitangaza ambayo imetoka kwa Mungu kuandaa watu kwenda mbinguni ndio inaofunga historia ya ulimwengu huu. Lakini pia shahidi mwaminifu inabeba shahidi mwaminifu ambaye ni Yesu Kristo. Na anasema yeye ndio wa kweli. Yeye ndio kweli. Na uwatakase kwa ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Maana yake tumepewa ujumbe ambao ni yeye aliyeutoa, ni Alfa na Omega, ndio ujumbe wa mwisho. Lakini unaomshuhudia Kristo, maana ndio ukweli huo umejengwa juu ya Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ujumbe wanaupeleka huyu mtumishi wa Mungu kwa Walaodikia. Labda huenda nielezee kidogo hali ya Walaodikia waliopelekewa ujumbe. Walikuwa na hali gani, ili sasa tunapouleta katika maisha yetu ya kiroho tujue Mungu anahitaji kuzungumza nini na sisi katika huu ujumbe wa mwisho au ujumbe wa siku za mwisho, yeye aliyeamini, shahidi mwaminifu tena wa kweli. Katika fungu lile la pili, la fungu la 15 linasema, na yajua matendo yako ya kuwa huu baridi wala huu moto. Na ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Hebu turudi kwanza kutafakari huu ujumbe sasa. Hali ya Walaodikia ilikuwaje? Maneno haya yana maana gani? Historia inaeleza ya kwamba mji wa Laodikia
Kando yake kulikuwa na chemichemi za maji ya asili, ambayo chemichemi zake hizi zilikuwa na namna fulani ya pekee sana, kama tunavyosikia hata hapa Tanzania. Ukienda kule maeneo ya Rukwa kuna maeneo yanaitwa maji moto. Ukienda kule maeneo ya Karagwe kuna maeneo mahala fulani ambapo chemichemi zipo za asili, na pale zinatoa maji yani maji yanatoka hapo kwenye chanzo chake, yakifika hatua fulani ni ya moto, yakienda hatua fulani ni vuguvugu, ukienda hatua fulani ni ya kutumia kabisa hata kwa kilimo cha bustani. Mungu huyu ni wa ajabu sana. Kwa hiyo kuna chemichemi za asili ambazo zinakuwa na hali hiyo ya maji, ambayo maji hiyo yanakuwa yatoka hapo, ukifika hatua fulani yanakuwa ya moto, ukitoka hatua fulani inakuwa hali hiyo. Kwa hiyo na wenyewe katika mji wa Laodikia kando yake kulikuwa na chemichemi za maji ambazo yalikuwa yanatiririka. Yaani yakitoka hatua fulani yanakuwa tena ya baridi, kwenda mahala fulani ya moto. Kwa hiyo hali ya hayo maji sasa, Walaodikia walifurahia sana. Kuna nyakati fulani walikuwa wanakwenda kupata furaha ya kuogelea. Kwa hiyo wanakwenda wanaogelea kwenye yale maji yale ya moto, wanapata furaha, wanaenjoy life kama watu wanavyoenda beach. Na hayo maji inasemekana katika historia kwamba hayakufaa kwa kunywa, na hivyo unapoyanywa yale maji yalikuwa yanaleta kichefuchefu, ila yalikuwa na furaha ya nje. Kwa kuogelea ni mazuri sana. Hata maji ya mengine ya wakati fulani ya vuguvugu, watu wengi walio na uzoefu ya kuyanywa. Ndio maana mtu akienda mahala fulani ndio anasema nipe ile maji ya baridi. Japokuwa pia maji ya vuguvugu ndio mazuri sana, maana hata maji ili yatumike mpaka tena yakachemshwe. Ila wengi wanapenda sana yale maji ambayo ni freezed kabisa, ambayo yani yako katika hali ya joto lililo chini. Sasa hawa Laodikia wakawa wanafurahia. Yale maji yalikuwa na furaha ya nje, lakini ndani ukinywa analeta kichefuchefu. Na kichefuchefu ni dalili ya kutapika. Ndio maana hapa anasema ya kwamba nitakutapika. Naomba tufuatane vizuri katika kauli hii, maana wapotoshaji pia wametumia kauli hii kusema kanisa la Mungu, kanisa la masalio limetapikwa kwa kutumia fungu hili. Lakini hata ukiliangalia katika lugha iliyotumika hapo, nitakutapika, ni kama basi tungetumia lugha fulani tungesema liko kwenye future perfect tense. Yani ni katika hali ile ya ukamilifu, lakini unaoendelea, mchakato unaoendelea. Lakini wao wanafunga kabisa kwamba kanisa limetakupika. Kwa hiyo Yesu hapa anawaambia, kwa hiyo hali ya Walaodikia kutokana na ile hali ya yale maji, Yesu anatumia ujumbe ule wa kwamba kwa sababu ya furaha ya nje, lakini ndani yale maji yalikuwa yanaleta kichefuchefu, yalikuwa ukiyatumia nataka kutapika. Sasa nini maana ya ujumbe wa Yesu Kristo ambaye ni shahidi mwaminifu sasa anapoainisha ujumbe huu kutoka katika hali ya kimwili ya Laodikia na kuja katika hali ya kiroho ya watu wa masalio? Maana haya anasema Yesu anapotazama au anapohisi ile ladha anataka kutapika. Ni nini kinachomfanya Yesu atapike? Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika maisha yetu unajua kuna mambo mengine ambayo tunayafanya yanaleta furaha katika maisha yetu, lakini katika mizani ya Mungu yanamfanya Yesu aone kichefuchefu na kutamani kututapika. Hebu pima maisha yako ya kiroho. Je, mambo yako ya kiroho yako katika neno lile la Mungu, yanampendeza Mungu? Yesu anaendelea kuona katika neno hili ya kwamba katika kanisa lake la masalio, katika hali ya washiriki wa kanisa leo, huenda Yesu anapoangalia zile tabia, ule uzinzi unaoendelea kanisani, lakini kuna ujumbe tuliokuwa nao muda mrefu, yale marumbano yanayoendelea baina ya mtu fulani, kule kupendana, zile fitina zinazoendelea zinampa Yesu kichefuchefu. Na anasema nitakutapika. Maana huko chini anasema wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Kwa hiyo Yesu bado anatoa muda, na hivyo anapotazama tabia ya mtu mmoja mmoja inaleta kichefuchefu. Kumbe ule uzinzi unaoendelea unampa Yesu kichefuchefu. Ule kutokuwa waaminifu katika zaka na sadaka kunakoendelea wakati mafundisho tumeyapata kunampa Yesu kichefuchefu, na mengine kadha wa kadha.
na mwisho anasema nitakutapika. Ni mtu mmoja mmoja, kila mmoja anapimwa katika mizani ya mbingu. Nitakutapika. Yesu atafika mara atafunga rehema kwa kila mmoja, lakini bado anaendelea. Hata mchana wa leo anazungumza na wewe ya kwamba, je, ni mambo gani ambayo yanakufurahisha wewe lakini mimi ananipa kichefuchefu? Kuna watu ambavyo hata katika mavazi, kuna mtu anaweza kuvaa mavazi akaona iko sahihi, lakini anampa kichefuchefu. Watu wanavaa nusu uchi, anaona iko sawa machoni pake. Yesu anapotazama anasema yananipa kichefuchefu. Ndoa zetu zinampa kichefuchefu, sherehe zetu zinampa kichefuchefu, lakini ni nzuri. Lakini je, zinampa Mungu utukufu? Wewe pima. Ndoa nyingi kanisani zina sura ya Mungu, zikitoka nje kwenda kwenye ukumbi kule zinakodilika. Yesu anatazama, zinampa kichefuchefu. Mwisho anasema, kama muda niliokupa hujatubia nitakutapika. Ni mambo mangapi ambayo yanaonekana kuwa mema machoni pako, lakini Yesu anampa kichefuchefu. Tabia isiyopenda kubadilika inampa Yesu kichefuchefu. Kwa hiyo Yesu anaelezea hiyo habari ya kwamba kwa sababu hauko baridi wala moto, sasa ni bora ungechagua. Lakini sikia ya kwamba wao wa Laodikia wanapewa ujumbe huu katika hali ya kimwili. Sisi tunapopewa katika hali ya kiroho, sio kwamba ya kwamba tusipomchagua Yesu Kristo naye atatangatanga. Maana anasema kwamba usipokuwa baridi wala sio moto, sasa nitakutapika. Haina hali ya kwamba tukiendelea katika hali ya kutokumfurahisha Yesu na kufanya mapenzi yake, yeye atakosa kutuweka kwamba tuweke sehemu gani. Anasema wema watapata uzima wa milele, waliomkataa Yesu Kristo wataangamia. Kwa Walaodikia walikuwa na hali hiyo, na ndio maana kanisa hili la Masalio linalinganishwa ya kwamba wakati fulani yapo mambo ambayo yanaleta kichefuchefu daima kwa Yesu Kristo. Je, ni mambo gani? Ndoa yako, amani yake iliyomo wakati fulani nampa Yesu kichefuchefu. Tunagombana, watu wanaachana, lakini wa Kristo watu hawana msamaha, hawakubali kusameheana tena, hawawahi kurejea tena kushiriki mambo matakatifu. Kichefuchefu ndio anaondolewa kanisani, na dhambi anaijua kabisa, dhambi ya wazi, lakini anaamua kupambana. Na wengi wamekaa katika hali hiyo ya uvuguvugu. Anakuja kanisani, anawake wawili, ujumbe umehubiriwa, hataki kuungama. Anaona hayo nao ni maisha. Mtu ameanguka na dhambi inaonekana, huenda ameondolewa ushirika. Jamani, rejea, ameamua kuishi hivyo hivyo. Haitakusaidia ndugu yangu. Huo uvuguvugu ya kwamba unakuja fanya matengenezo, rudi tena katika njia ya kawaida. Batizwa, fanya upya maisha yako. Maana katika kitabu cha Mhubiri sura ile ya 17 aya 24 anasema, mwenye haki huanguka hata mara 7 akasimama tena. Simama, acha kuishi yale maisha ambayo kwako yanakupa radha. Si unaona kwa mfano, kumeanguka kwa sababu ya dhambi ya kuoa, tamaa ilikuzidia, umeongeza mke wa pili. Hiyo si ni hayo maji ya moto, unaona ni furaha kwako tu, lakini Yesu anampa kichefuchefu, maana sio mpango wake, na umeendelea kudumu hivyo hivyo. Unakuja tu kanisani, una gari lako unapaki, una wake wako wawili, unakwenda tu unakunywa pombe, unakuja kanisani, unatoa na sadaka zako. Huoni kwamba hayo maji ni mazuri kwa sura ya nje, lakini tabia hiyo Yesu inampa kichefuchefu. Usiridhike na maisha hayo. Kwa hiyo sasa Yesu anapozungumza na Laodikia, anapokuja kuzungumza na Wamasalio, ni mambo tunayopasa tujiulize sana. Na haya mambo mpaka Roho Mtakatifu atusaidie. Anajua ule uzuri wa nje. Wasora kusema uzuri wa mkakasi ndani kipande cha mti. Tumruhusu Roho wa Mungu aonaye maisha ya ndani. Vinginevyo wengi tutatapikwa, wengi tutakataliwa. Maana tumekuwa na Ukristo mwingi wa kujificha. Hapa Mwanza una sura nyingine, hapa Dodoma una sura nyingine, ukifika Arusha umebadilika, hapa mahala fulani kanisa lako wanapokufahamu una sura nyingine, ukifika fulani una mke, hapa wanaojua una mke huyu, ukifika pale una mke mwingine. Maisha hayo Yesu anampa kichefuchefu. Bwana atusaidie sana. Lakini pia maisha yaliyokuwa katika hali ya Walaodikia, baada ya kuona sasa
tafasiri hiyo ya huu baridi, maji haya yalikuwa ni nini? Maji yaliyokuwa na furaha katika kinywa tu, yani katika mwili, ukiyaweka mdomoni yanaleta kichefuchefu. Ndio hizo tabia ya kwamba Kristo anaendelea kutupitisha katika hukumu ya kila siku. Mwisho itatangazwa kwamba umepimwa, umeonekana umepungua, lakini kwa neema ya Mungu tunapomrejea Kristo tunahakikishwa tunakuwa wakamilifu mpaka tutakapofika kwenye kimo cha kutakaswa. Kwa hiyo kumbe kila siku kadri unavyojidhiri mbele za Bwana na Roho Mtakatifu anakusaidia kugundua udhaifu wako, Bwana anakuwezesha kuyaishi maisha ya ushindi. Na ndio tarajio langu mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Bwana atusaidie. Atusaidie sana. Lakini pia maisha ya watu wa Laodikia pia hapa anaeleza hivi, najua matendo yako. Kwa hiyo kinachozungumzwa hapa kwenye matendo yako ya kwamba huu baridi sio maji yale tena. Kwa hiyo anazungumza tabia zetu ambazo zinampa kichefuchefu na mwisho atatapika. Sikia nizungumze vizuri hapa. Kuna wapotoshaji wanaosema kanisa limetapikwa. Yaani wanaangalia kanisa wanaligeneralize kwamba lote. Kumbe tatizo la mtu mmoja, na sio Mungu anahukumu hivyo. Bwana anashughulika na maisha ya mtu mmoja mmoja. Usilipime kanisa katika mtazamo wako kwamba mtu fulani, bwana kiongozi fulani, bwana mtu fulani. Hata kama ni mtu mmoja amepotoka, ni yeye mwenyewe. Unajua siku hizi hata Waswahili nao ule msemo huu wameukataa, wanasema samaki mmoja akioza wote wameoza. Sio kweli. Kati fulani huyu tu alivuliwa masaa mengine tofauti na wengine, kwa hiyo amewekwa humu na hivyo basi ameanza kutoa harufu, lakini ukiingia mle kuchambua sio wote wameoza. Kwa hiyo sasa watu wale wanaleta upinzani kwa kanisa, sema limetapigwa kanisa hili. Hili kanisa ni la Bwana. Soma vizuri pale, anasema yeye aliye shahidi mwaminifu, kwanza amina, shahidi mwaminifu na wa kweli, kanisa la Kristo, kanisa la masalio. Na analipa ujumbe huu kwamba tabia tu zile, matendo yanayoleta vuguvugu, Bwana atatapika, maana kipimo kinapita juu ya kila mmoja. Na ndio maana Yesu anapalilia, wakati fulani analeta mafundisho ya uakili, wakati fulani analeta mafundisho fulani ya ndoa, mafundisho ya vijana. Yote hao ni kutupalilia ili baadaye tufae wote kwa ajili ya uzima milele. Kwa hiyo ina hukumu inakuja kwa kila mmoja. Katika kitabu hiki pia fungu, sasa tuone fungu lile la linalofuata, kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Sikia vizuri. Nimejitajirisha, sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa humu nyonge, mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Baadaye anasema anakupa shauri. Nini maana ya maneno haya? Kwa Laodikia, katika mji wa Laodikia, zama zile kwa wakati wao ndio inasemekana ulikuwa mji wa utajiri sana katika Asia ndogo. Ndio mji ambao kwa enzi zile ulikuwa mji mashuhuri wenye utajiri. Na utajiri wa mji wa Laodikia uliletwa na vitu vitatu. Jambo la kwanza, wa Laodikia walikuwa ni wazalishaji wa sufu, kondoo wale wa sufu. Kwa walikuwa wanazalisha wanazalisha sufu zinazotokana na kondoo, na wanatengeneza mavazi mazuri ya kukinga baridi yanayotokana na mazao ya sufu. Kwa hiyo walikuwa wana viwanda vizuri vya uzalishaji wa nguo kwa wakati ule nzuri, ambazo zinakuwa na leather nzuri ya manyoya ya kustiri baridi. Kwa hiyo ni katika mji ule. Kwa hiyo kwa viwanda hivyo vya uzalishaji nguo za namna hiyo walipata utajiri mwingi, maana nchi nyingi zilikwenda kupata mali katika nchi hiyo. Kwa hiyo walikuwa na fedha nyingi. Lakini pia utajiri wao ulitokana na shughuli nyingi za uzalishaji wa mabenki. Kwa wakati huo mabenki katika mji ulikuwa na mabenki mengi na rasilimali nyingi waliwekeza. Ulikuwa utajiri wa watu wa Laodikia. Lakini pia wa Laodikia walikuwa ndio wataalamu kwa wakati ule wa kutengeneza dawa ya macho. Hapa anasomea dawa ya macho. Iliitwa dawa ile ya macho waliotengeneza inaitwa Coryllium. Ilikuwa dawa maarufu sana na madaktari wa macho kwa wakati ule, pamoja na dawa ile iliwapa umaarufu sana madaktari mabingwa wa kipindi kile katika mji ule wa Laodikia. Kwa hiyo nchi nyingi zilikwenda kupata dawa hizo. Kwa hiyo kwa kuuza zile dawa na utaalamu wa kutengeneza, hawakuhitaji chochote. Fedha wanazo, benki zina fedha, viwanda vinazalisha. Hivyo basi walikuwa matajiri. Ndio maana nasema kwamba huhitaji kitu chochote. Sasa leo katika muktadha wetu wa kiroho,
Nini kinachotupa utajiri wa Laodikia? Lakini kumbe katika utajiri wa wakati fulani tunaonekana kwamba tu maskini. Sikia vizuri, kanisa la Mungu na kweli ni tajiri, maana mwenye nalo ni amini, shahidi mwaminifu na kweli. Utajiri unatokana na nini? Ukitaka kutafuta kanisa linalofundisha ukweli wa Biblia, hakuna kanisa jingine, ni hili. Kwao lina sheheni ukweli wote wa Biblia. Na kualika mpenzi msikilizaji na mtazamaji, kokote pale ulipo, kama hujawa na uzoefu wa kushiriki mibaraka na kanisa la Waadventista wa Sabato, sikiliza, hudhuria mikutano yao. Tuna mikutano mingi sana. Kwa mfano katika nchi ya Tanzania, mikutano mingi. Kuna Hope Channel kwa njia ya picha kama hapa unavyonisikiliza. Lakini kuna redio. Lakini tuna mikutano mingi tunayorushwa. Hebu uwe na uzoefu wa kusikiliza, na ni kweli ukisikiliza mafundisho ya Adventist wa Sabato utapata ukweli mingi, utagundua ukweli mwingi sana umesheheni katika kanisa hili. Lina utajiri wa mafundisho. Utajiri wa unabii. Mafundisho ya ndoa utayapata hapa. Mafundisho ya vijana utayapata hapa. Kila msingi wa maisha ya mtu utaupata hapa. Malezi mazuri utayapata hapa. Na ndio maana tunapokuwa na mikutano yetu ya Satellite, nikutie moyo, hudhuria. Hata tu siku zinazokuja hapa si muda mrefu tutakuwa na mkutano pale Dar es Salaam, utarushwa, unaitwa Darnet Event. Husika, fuatilia mitandao ya kijamii, utapata ukweli wa neno la Mungu. Umeshehenishwa katika kanisa hili, halikupungukiwa na ukweli wowote, maana mwenye nalo ni amini, shahidi mwaminifu na wa kweli. Haleluya! Na si mwingine, Alfa na Omega, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwao lina utajiri wote, mahitaji yote yanapatikana hapa. Ni wewe tu. Ukitaka habari ya msingi wa ndoa, umepatikana katika kanisa hili, maana limesheheni ukweli wote. Wewe kijana, ukitaka kutafuta mchumba, ukweli unapatikana katika kanisa hili. Ukitaka kutafuta mali kwa njia halali, kweli zote zinafundishwa katika kanisa hili. Kwa hiyo lina utajiri wa kila kitu. Cha kusikitisha, anasema wewe pamoja na kwamba una utajiri, lakini umunyonge, maskini, kipefu na mwenye mashaka. Nini maana ya ujumbe huu sasa? Bado anasema wewe mtu mmoja mmoja, sio kanisa zima. Mtu mmoja mmoja, kwamba wakati fulani pamoja na ukweli huu unaofundishwa, unabii, lakini bado watu wanaishi katika mashaka. Hawajauamini ukweli unaofundishwa na neno la Mungu. Pamoja na kwamba linafunua ukweli wa maisha ya ndoa, bado kuna watu hawajaamini ukweli huo. Wakati Yesu anasema mke mwema mtu hupewa na Bwana, watu wanaamua kujipatia wake kwa njia wanazoona wao zinapendeza machoni pao. Kwa nini usiamini katika tumaini la Bwana? Kwa hiyo unabaki kuwa maskini, unabaki kuwa mnyonge, unabaki kuwa mwenye mashaka, wakati mwenye kanisa na mwenye ujumbe ni amini na kweli. Nikutie moyo, kwani shida yako ni nini? Mashaka yako ni nini? Ni unabii. Kumbuka lile fungu la kwanza, ukiwa na mashaka, sijui juu ya jambo lolote katika kanisa la Mungu, ukweli uko hapo wazi. Muulize shahidi mwaminifu Yesu Kristo, kweli ya neno la Mungu. Nenda kwenye kweli ya neno la Mungu, utathibitika kupata ukweli wa neno la Mungu. Acha mashaka, acha kulituhumu kanisa, acha kutuhumu viongozi, acha kumlaumu mtu fulani. Shahidi mwaminifu na wa kweli, utabaki katika mashaka na utapepetwa, utaondoka. Na hivyo unaona hili kanisa Mungu anavyolifunulia, hakufunulia ukweli kama wewe utoke pia nje ya kanisa na kwenda kushambulia kanisa au kutafuta kweli nyingine tofauti na hizi. Shahidi mwaminifu na wa kweli ndiyo Alfa na Omega katika ukweli wa kanisa la Laodikia. Bwana Yesu asifiwe. Shida yako ni nini? Mwambie Yesu. Yeye. Kwa hiyo anasema sasa shida ni hiyo. Wakati fulani ukweli tunauelewa, lakini tunabaki wenye mashaka. Wakati fulani ukweli tunauelewa, lakini tunabaki wanyonge. Tuna njaa tena. Jamani, kama ni njaa, hili kanisa limesheheni chakula chote. Unabii huko hapa na kila kitu. Tushibe neno la Mungu. Haleluya. Kwa sasa, kwa upande wetu katika mkitadha wa Laodikia, pamoja na hayo, maana wao sasa unaona njaa yao, wanasema ujumbe ulipowafikia, Yohana anawaambia jamani, kuna dawa ya macho. Wanasema ala, mabingwa wako hapa. Korilium inatengenezwa hapa dunia nzima, na tuna fedha nyingi zinazotupatia utajiri. Kuna utajiri mwingine tena. Kwa hiyo wakalinganisha utajiri wa nchi yao na maisha yao na utajiri huu unaopatikana katika Kristo, wakaona haufai. Wakabaki na maisha haya ya ulimwengu.
wakamkataa Yesu Kristo. Ndiye anasema pamoja na utajiri huo, lakini bado wewe ni mnyonge. Nitakupa dawa ya macho. Amesema hapa, nitakupa dhahabu iliyosafishwa. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa, imani safi maana yake, tena kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe. Mavazi gani haya? Katika kitabu kile cha Ufunuo hii anazungumzia habari ya mavazi. Ufunuo sura hii ya Ufunuo sura hii ya pili, fungu la 19 anazungumzia habari ya mavazi, na Ufunuo 19 pia utasoma pale, anazungumzia hiyo. Anasema mavazi ndiyo tabia ya Kristo, ambayo wale wanaomwamini anawapa kuaksi tabia yake. Kwa anasema tunapomwamini Yesu Kristo, tabia zetu zinabadilishwa, zinazoleta kichefuchefu zinakuwa katika radha nzuri. Mavazi meupe, tabia jema ya kuvaa, ili aibu ya uchi wako isionekane. Na dawa ya macho yako. Macho ya dawa gani hii? Ukisoma katika kitabu kile cha Efeso sura ya 1 mstari wa 18, dawa ya macho hii inayozungumzwa hapa, anasema macho yenu yapate kupambazuka, yapate kuona. Macho gani? Sio haya, macho ya mioyo yenu. Kumbe dawa ya macho hii ni mioyo yetu ifumbuliwe, izijue dalili za nyakati, tuandaliwe kwa ajili ya umilele Yesu Kristo aliyokwenda kutuandalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Dawa ya macho, unapomkubali Yesu Kristo, macho yako ya kiroho, hatari zinazokabili ulimwengu, anasema upate kuona. Napenda wimbo mmoja unaosema nipe Biblia nipate kuona hatari zilizomo duniani. Macho ya kiroho, wanasoma dalili za nyakati. Kwa hiyo kama ni utajiri huko hapa, kumbe kazi yetu ni kumkubali Yesu Kristo. Kazi ya Laodikia ilikuwa ni kukubali huu ujumbe. Kwa hiyo haubaki kwa Laodikia, unakuja kwetu kama kanisa la Mungu la Masalio. Lazima tuukubali ujumbe unaookoa, ujumbe ambao tutupatia kuzisoma dalili za nyakati, maana unabii unatimia siku kwa siku, na unataandaa katika ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia anaendelea kusema, wote wanipendao mimi ninawakemea na kurudi. Wote niwapendao mimi ninawakemea na kurudi. Ngoja nikurudishe kidogo habari hii ya Laodikia. Laodikia ilifika mwaka wa 60 baada ya Kristo. Historia inasemekana kwamba mji wa Laodikia ulipigwa na dhoruba, na miji mingine hiyo ya Philadelphia, ya Sadi ilipitiwa na dhoruba. Janga likaja la tetemeko katika mji wa Laodikia. Laodikia kwa sababu ya utajiri wao walikataa kupokea msaada. Wakasema sisi tunajitosheleza, hatuhitaji msaada wowote. Kwa sababu hata mwana wa Kaisari wa wakati ule aliwekeza, inasemekana aliwekeza fedha nyingi katika nchi ya Laodikia. Kwa wakitazama mabenki, tetemeko lilipokuja likaupiga mwaka wa 60, mji wao ukavurugika. Mataifa yakasema jamani, tuwape msaada. Laodikia wakasema hatuhitaji msaada wowote, tunajitosheleza. Wakataa kupokea msaada. Ndio maana hapo tunarudi. Anasema wewe kwa sababu ya utajiri wako unafikiri ya kwamba unaweza vyote. Kuna ulipopungukiwa. Mara ngapi katika hali ya kiroho umepungukiwa au umeanguka katika dhambi, Bwana akaleta msaada kwa njia ya mafundisho au kutuma wajumbe kukufikia, kunifikia hapo nilipo. Je, ule msaada unajua kwamba ni neema ya Mungu inakuvuta ili upate kutubu tena? Unakumbuka siku ile wajumbe walipokufuata nyumbani kwako katika jambo fulani la kiroho ambalo haliendi vizuri tu, akasema ngoja tukamsaidie ndugu yetu huyu. Ulinyenyekea? Ulikubali kuonywa? Ulisikiliza sauti ya Mungu? Laodikia walikataa, sema tunajitosheleza sisi. Ndugu yangu, wapo watu
naomba usiwe miongoni mwao. Wanajiamini kupita kiasi, wanasema mimi kwa uelewa wangu huu, kwa cheo changu hiki, basi nimefika. Bwana anapokupima anaona umepungukiwa. Mahubiri haya yanakuja kwako yakiwa na msaada, pokea. Useme kwamba unajua sana unabii. Ni kweli tunafahamu kwamba unajua jambo fulani, unajua, lakini kuna mambo ambayo Bwana anaona, anakuletea msaada wa mafundisho. Ni wakati wa kuyapokea, ndio wakati wa kupona. Kwa wao walipokataa, haba tuna mali, kiburi cha uzima, hawakupokea msaada wote kutoka nje. Ni mara ngapi Bwana amekuwa akikutembelea wakati fulani wa makambi, kwenye mafundisho ya ndoa Bwana alikutembelea, unajua mafundisho yalitolewa wakati fulani. Wewe kijana, Bwana anakutembelea katika semina za vijana, unafanya moyo wako kuwa mgumu kwamba anayajua, au nakubali kurekebisha tabia zako ambazo unaona kabisa ya kwamba hazimpendezi Mungu. Sasa hapa anasema wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi, basi wewe na bidii ukatubu. Wote ni wapendao. Kumbuka ile fungu la kwanza linasema yeye ndio amina, shahidi mwaminifu. Halafu anasema na wa kweli. Wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Tena anasema uwe na bidii ukatubu. Anajua ya kwamba marejeo ya Yesu Kristo yamekaribia. Na kitabu cha Waebrania kinasema ya kwamba Bwana asipotukemea, asipoturudi, kama mzazi anavyoweza akamrudi mtoto, tumekuwa wana wa haramu. Napenda hii kauli ya kwamba wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Uwe na bidii ukatubu. Hebu acha kiburi, tuwe na bidii tukamrudie Bwana. Kwa hiyo Bwana anasimama na anatukemeaje? Anasema tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Napenda sana maneno haya. Anasema nasimama mlangoni mwa kila mtu, sio kwenye mlango wa kanisa. Anasema nasimama mlangoni. Mlango gani? Ule tunaoingia au mlango upi? Mlango wa moyo wako. Mlango wa moyo uko wapi? Anaingia kusema moyo, huwa anashika hapa kwamba jamani moyo ni humu. Au unapopiga hapa moyo unaotajwa hapa nasimama mlangoni nabisha, sio mlango wa moyo kwa maana ya moyo huu unaosukuma damu na kuleta uhai katika mwili. Maana yake akili zako, maarifa yangu, uelewa wangu, hebu ujikite katika kuisikiliza sauti ya Bwana. Mlango Yesu anaozungumza ni kutuumba upya katika ufahamu wa neno la Mungu. Huyu amini na kweli, shahidi mwaminifu ni nani na anasema nini? Tufungue mioyo yetu kuzitazama tena kweli za neno la Mungu ili tuziishi. Anasema nitakula na wewe. Unafikiri ni meza ya wali au ni vinywaji? Ni kula chakula cha uzima, neno la Mungu. Anasema yoyote atakaye kubali tena ninene naye upya, maana hapa mimi nimewapa utajiri usiofilisika. Ninene naye tena katika dalili za nyakati hazifahamu. Ninene naye tena katika ndoa yake. Ninene naye tena katika ujana wake. Ninene naye katika ujane wake. Ninene naye tena katika ugane wake. Nimtie moyo, nile naye, nimpatie mana ile ya uzima milele. Ni nani leo yuko tayari kufungua moyo wake? Ndio maana Yesu anatuhimiza kila siku kwamba tuongee naye, tulisome neno la Mungu, tufungie mioyo yetu aingie tena. Maana wakati fulani ubaridi tumekaa nao, kichefuchefu kila siku anapotuangalia, anene nasi tena katika matoleo yetu, aingie aangaze katika matoleo yetu. Je, tunavyomtolea ni sawasawa na neno la Mungu? Maana wengi tumekuwa wafadhili badala ya kuwa mawakili. Anataka anene nasi, atatuelekeza kwamba sawa, ufadhili ni namba 2, nataka uaminifu. Wakili mwaminifu, wala sio mfadhili mwaminifu. Kwa maana hiyo sijasema watu watifadhili kazi ya Mungu, lakini neno la Mungu likimulika, tutaanza kwanza na Mungu katika swala la uaminifu na zaka na sadaka, baadaye matoleo mengine yatafuata. Fungua moyo wako, ndoa yako ipitisha katika neno la Mungu. Anataka kuongea na wewe.
katika utendaji wako wa maisha. Anasema yule atakayefungua nitamkemea. Kuna makemeo hapo na kumrudi. Kwa hiyo kumbe haishiki kutukemea tu, anatukemea lakini anaturudi. Anasema basi uwe na bidii. Unajua mambo ya wokovu ndugu zangu yanahitaji, pamoja na kwamba Mungu ana sehemu yake, lakini ubinadamu umeachiwa sehemu yake, ya kwamba Bwana anatuwezesha. Kwa hiyo ile nia ya moyo, hata Kristo, kuna watu ambao wengine aliwaendea, lakini kuna wengine waliomwendea Yesu Kristo. Inategemea wewe approach yako na Mungu, njia ya wokovu wako umeitengeneza kwa namna gani. Wengine inabidi kwa namna fulani Yesu atuguse, na wengine inabidi tutembee twende Kristo pale alipo. Kwa hiyo ikiwa amekupatia nafasi ya mpaka utembee pale alipo, tembea, maana amekuwezesha kukupa uzima. Na ikiwa basi huwezi, yeye mwenyewe anakuja. Unaona hapa anasema anasimama kwenye mlango wa moyo, lakini swala la kufungua ni lako. Kwa hiyo amekuja mwenyewe, hajasema njoo huku nikiwa mbali, amesema nasimama kwenye mlango wa moyo wako. Maana ukweli wa neno la Mungu ndio huu. Je, unaupokea? Ukweli wa neno la Mungu ni huu, unabii ni huu. Ukweli wa Mungu kuhusu siku za mwisho ni huu, unaupokea? Anasimama, anasubiri tu ile ukubali wa moyo wako, kwamba kumbe sabato ya Bwana ndiyo sabato ya Biblia. Nimekubali kufungua moyo wangu na kupokea ukweli huu. Kumbe msingi wa ndoa ni wa mume na mke mmoja. Nimeukubali, nimeamua kutembea katika nuru hii. Kumbe neno la Mungu ndio linalotakasa katika nyanja zote za maisha. Nimekubali, Bwana niongoze. Tayari. Na anasema wote wanaokubali na ukubali kukemewa na kurudi na Bwana. Unajua na watu wa hala fulani, Bwana neno linasema kabisa kwamba usizini, ameng'ang'ana tu. Usiiba, ameng'ang'ana tu. Usiabudu sanamu, ameng'ang'ana tu. Sikiliza neno la Mungu. Nasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho mbinguni. Unaamua kulitii neno la Mungu, unaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hali ya maisha yetu ni makemeo. Hali ya Laodikia anasema ni makemeo na kurudi. Kwa Mungu ni mwema sana. Tazama anasimama mlangoni. Sasa anasema yeye ashindaye nitamridhia kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Penda mtazamaji na msikilizaji, fungu hili nalipenda sana ninapomalizia historia hii. Yeye ashindaye. Kwa hiyo maisha ya kiroho ni mashindano, maana baada pambano lipo baina ya giza na nuru, baina ya Kristo na Ibilisi. Yeye ashindaye. Lakini kutangazie jambo hili, usihofu. Ile fungu la 20 nimesema wewe ukifungua tu moyo, yeye aliyeamina, shahidi mwaminifu tena wa kweli, tayari ushindi umeupata katika Kristo. Wala hili pambano nasema ashindaye hapa sio pambano la kupigana. Paulo anawaandikia Waefeso, anawaambia kupambana kwetu si juu ya damu na nyama. Nyinyi kuvaa silaha tu zote za Mungu mpate kusimama siku ile ya vita. Ni Immanueli aliye pamoja nasi. Jina zuri sana, Immanueli. Yaani uungu uliochangamana na ubinadamu, uungu ulio wenye ushindi milele kuchanganya na ubinadamu ulioshindwa, tukapata nguvu ya kusimama. Yupo Immanueli apambanaye upande wetu, yeye ashindaye pambano hili. Kwa hiyo wewe cha msingi ili kulishinda hili pambano, pale fungu la 20 anasema kwamba anayefungua ule mlango akasikia sauti yangu, sio sauti ya mtu, akasikia sauti yangu, mimi nitakula naye. Na chakula kinachotajwa hapa sio wali, sio vyakula mbalimbali tunavyoviona, sijui nyama na kadhalika. Ni chakula cha neno la Mungu. Na baada ya sema tukisha kushinda, na unaona ujumbe unavyokuja. Kwa hiyo kanisa la Mungu hili ndio liko katika vita, na Yesu amelitangazia ushindi, na ndio litakalofunga historia, na wote waliompokea Yesu Kristo na ukweli unaotolewa na kanisa lake ndio watakao urithi uzima pamoja na Baba, wataketi pamoja naye katika malango ya mbinguni.
Anasema nitaketi pamoja naye. Na unaona ujumbe sasa unatufikisha katika kiti cha enzi cha Mungu. Anasema nitamridhia, nitamkubali kuketa pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti cha enzi. Bwana asifiwe. Ushindi ni hakika. Kwa hiyo sitoe maisha yako sasa. Anapomalizia hotuba hii, nikukumbusha mambo machache sana. Usisahau kule tulikoanzia ya kwamba yeye ni shahidi mwaminifu wa kweli na amina na kweli. Kama kuna mambo yanayotia kichefuchefu ambayo Yesu anasema mwisho wa safari nitakutapika, fanya hapo anaposema wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Kubali makemeo na maonyo ya Bwana. Na kutia moyo sana mpendwa msikilizaji. Kubali moyo wako ufunguke, chakula cha neno la uzima kizungumze na moyo wako. Hebu fanya tafakari upya, chunguza neno la Mungu linasemaje katika maisha yako ya ujumla ya kiroho. Ikiwa uko kwenye ndoa, chunguza neno la Mungu linasemaje. Ikiwa ni ufanye biashara, chunguza neno la Mungu linasemaje. Maana kila nyanja ya maisha inayompendeza Mungu, neno la Bwana lipo. Kwenye maovu linaonya, kwenye wema linafundisha na kutia moyo. Kwa hiyo zilete njia zako za maisha katika kipimo cha neno la Mungu. Ana huyu ni shahidi mwaminifu. Unajua ushahidi mwaminifu hapa, maana yake shahidi, unajua ushahidi uko katika aina tatu. Kuna ushahidi wa kuona, kuna ushahidi wa kusikia, kuna ushahidi wa mazingira. Ndio maana hata ukienda mahakamani, shahidi huwa ni huo. Utasema mimi nani aliyeniona? Wataangalia mazingira tu kwamba sawa hakukuona mtu yeyote, lakini mazingira yale mbona yanatatanisha. Hutakwepa. Kusikia. Kwa maana watu siku hizi wanarekodiwa, nasikiwa. Mtu anajua. Kwa Bwana yuko mahala popote, hafichwi na mazingira yoyote. Kwamba sasa si hayupo nitamchenga, yupo. Ana uwezo wote, anajua yote, na yupo mahala popote na wakati wowote. Shahidi mwaminifu huyu. Ndio wanasema kwamba ataleta hukumuni kila kazi, kila neno lililotendwa, liwe jema, liwe baya, kwa siri au kwa wazi, atalileta. Leo wakati fulani dhambi imetudanganya sana. Kwamba sasa hapa nikitoka mahala fulani kwenda mahala fulani, nani anionaye? Ndio hiyo kichefuchefu hicho. Unatenda jambo hilo lakini Yesu halimfurahishi. Kwa hiyo yeye ni shahidi mwaminifu. Kwa sababu sasa anajua yote, anajua shitaji langu na lako, anajua mzigo ulio nao, anajua. Ndio maana ametoa mlango huku kwamba fungua sasa nikukaribishe ule pamoja nami, nikukaribishe uwe mrithi pamoja na watakatifu wengine. Kwa unafungua moyo wako. Shahidi mwaminifu. Yeye anaona yote, anasikia yote, maana ni amini na kweli. Kwa hiyo huwezi ukamchenga neno lolote. Na kwa sababu pia neno nalo lisema kwa sababu ni thabiti, hukumu inakuja na ipo. Kwa hiyo lazima turejee, tumkubali Mungu wetu ambaye ni uzima. Na mwisho wa yote basi, itoa wito katika maisha yako. Yesu anasema yeye ashindaye nitamridhia kuketi pamoja nami. Je, unahitaji ushindi huu katika maisha yako? Unahitaji ushindi huu katika maisha yako? Najua jibu ni ndio. Nikutia moyo sasa. Kwa sababu katika ujumbe huu tumemwona Yesu Kristo ni shahidi mwaminifu, amini au amina na wa kweli. Na wewe katika moyo wako umeufungua, unasema Bwana nahitaji uje ule pamoja nami. Nipate hiyo maana safi, nipate uzima wa milele. Na mimi natamani kuketi pamoja kama ulivyoketi na Baba yako. Naomba unisaidie. Sasa fanya mambo yafuatayo. Katika kitabu hiki katika ile fungu hilo la 20, wito wangu huko hapo. Wote wanipendao ninawakemea. Kwanza kubali na kukiri ya kwamba wewe kwa nguvu zako na kwa nguvu zangu binafsi siwezi. Na kama kuna mahala katika maisha yako huyo aliye shahidi mwaminifu na wa kweli
maisha yako na yangu yamempa kichefuchefu, anasema nitakutapika. Na ndio maana kabla hajafanya hilo, anahitaji moyo wako ufungue, akuanzishie ukurasa mpya. Kiri hilo kwanza, na neema ya Mungu iko pamoja kukusaidia. Unajua watu wengi bwana wamekuwa wakikosa tu nafasi za wokovu hivi, wanakuwa na moyo mgumu. Fungua moyo wako, lakini pia kubali Bwana anapokukemea na kukurudi. Kubali kiri ya kwamba kweli nilikosea Mungu wangu, hata ushirika nikapoteza. Sasa nataka kuanza upya. Wakati fulani shetani ataleta aibu fulani hivi, wewe utarudije Bwana? Itakuwaje hivi na hivi? Unaweza tena kwenda kubatizwa wewe na cheo hiki kizuri. Unaweza hata kuja kubatizwa tena. Hii ni dhariri Bwana, inatosha. Mtu mulana ganga mara tu anaishi kinganga, wengine wanasema unganga leo haulipi, utafanya uangamie. Kubali ya kwamba Bwana, nimekosea, naomba unikemee, na hivyo unaponirudi nahitaji kurudi tena kwa njia, kurudisha ushirika wangu kwa njia ya ubatizo. Niko tayari niumbe upya. Kumbuka amefungua kwamba ukifungua tu mlango anakukaribisha uketi pamoja na baba yake. Siangalia wakati fulani macho ya wanadamu, na shetani atakuletea vishawishi vya kwamba itakuwaje Bwana? Wewe nenda tu liwalo na liwe, Bwana anajua. Kujua kwake ndio huko, maana kumbuka ni shahidi mwaminifu na wa kweli. Kwa hiyo fungua moyo wako, kubali udhaifu wako, na ukubali ya kwamba Bwana unisaidie. Baada ya kuwa umelifanya jambo hilo la pili, anasema wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Sasa kubali Bwana anapokupa wito. Maana wengine walikuwa wakisikiliza tu ukweli kabisa. Anasema mhubiri wa leo, kwa kweli Bwana ujumbe aliosema ndio wenyewe, lakini hachukui hatua. Tukumbuka hapa, na kuwarudi. Wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Kwa hiyo Bwana anapokurudi, kubali sasa kurudi sasa. Kwamba Bwana narudi. Napenda wimbo mmoja unaosema Bwana sasa narudi nilikotoka kabisa. Bwana leo narudi, unioshe kenye. Bwana narudi. Kubali kurudi. Ule wimbo ni mzuri sana. Unasema nilikotoka kabisa, sasa Bwana narudi. Mwenye uchungu na tubu, sasa Bwana nisamehe. Kuna mabeti mengi, ni 118. Unasema nilikotoka kabisa, sasa urudi. Kubali kurudi. Kama ni kubatizwa, kubali kubatizwa. Kama ni kwa njia ya mashauri fulani ya kurejeshwa, kubali kurejea tena kanisani. Bado nafasi ipo, Bwana atakusaidia. Endelea na imbaji, endelea na huduma, kumhudumia Kristo. Kubali. Hiyo ni hatua ya pili tena. Maana kukiri tu na kusimama tena hapo tu na kubaki ukishangaa ukiendelea haitakusaidia. Kwa hiyo unarejea kwamba Bwana ninakubali. Na jambo sasa la mwisho katika fungu hilo anasema basi uwe na bidii. Unaona kurudi huko kunahitaji bidii. Vipengele vimeelezwa hivyo, ni wakemeao na kuwarudi, basi uwe na bidii. Hiyo haitoshi, alafu ukatubu. Kutubu kwa neema ya Bwana, kurejea tena katika huo uchafu. Mwambie Bwana, nisaidie sasa, nimekubali kusimama. Nisirudie tena katika hali hiyo ya uzinzi. Ni kweli nilitembea nikapata mimba, sasa nahitaji awamu ya pili Bwana, nisirudi tena katika dhambi ile. Nipatie mume mwema, nimetubu Bwana. Sasa ulianguka kwa mimba awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu. Rudi sasa, mwambie Bwana, ni kweli ubinadamu Baba, dhambi ni mbaya, nimerudi, nisaidie. Na Bwana atafungua mlango wa kutokea. Tena utakuwa kana kwamba mtu ambaye hujaanguka, hujatenda dhambi tena. Bwana anatufanya kuwa wapya kwa neema yake. Ikiwa tumefuatana vizuri katika hali hii ya kiroho na maisha tunayopaswa kuishi, na itamani kukutia moyo na kukuombea ya kwamba Bwana, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo hilo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe sehemu ya ushindi wako na wangu katika maisha haya hadi Kristo ajapo mara ya pili. Naomba sasa tujitoe upya tunapokwenda kuomba katika kuhitimisha somo hili jema linalotutia moyo namna ya kuishi katika ujumbe huu wa mwisho, ambaye tunaye amini, tunaye shahidi mwaminifu na wa kweli, Yesu Kristo anayejua yote. Anasema tangu kuumbwa kwa ulimwengu mpaka mwisho wake, anayejua mwisho wa jambo kabla ya mwanzo wake. Kwa hiyo huyo ni Alfa na Omega. Hebu na tuombe. Baba mwema, shahidi mwaminifu, amina na wa kweli,
Wakati fulani katika maisha yetu tumepitia maisha yenye uzoefu mgumu sana, na wakati fulani kumbe maisha haya tuliyaishi tukawa sawasawa na Laodikia, tunaogelea katika maisha yenye kuleta furaha, matendo fulani yanatupa furaha ya maisha, lakini Baba kumbe analeta kichefuchefu kwako. Wakati fulani umeahidi ya kwamba sasa kwanza unahitaji kuturudi na kutukemea, lakini tusipokubali utatutapika. Baba, naomba, namwombea mpenzi msikilizaji, najiombea na mimi, utusaidie sana mchana wa leo. Na kama lipo jambo moja ambalo limekuwa kitupendeza lakini lileta kichefuchefu kwako Kristo, maana halileti utukufu wa jina lako, naomba dhambi hiyo mchana wa leo tunapokili, tunapoungama na kutubu, kubali kupokea toba yetu na maungamo yetu, mimi pamoja na mpenzi msikilizaji. Na mwisho wa yote tufanye washindi, utakapokuja tupatie kuketi pamoja na Baba yako katika kiti cha enzi. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaamini na kuomba, amina.